ninaona kuna mabadiliko makubwa sana, maana sio kama zamani ilivyokuwa. Ninaona kwanza sasa hivi tunao wadau mbalimbali wanaosemea jambo hili, lakini na serikali pia inakemea kuhusu masuala ya ukeketaji. Na zamani ilikuwa sio hivyo, ilikuwa sio hivyo. Lakini pia ninaona kuna nyumba salama pamoja na elimu inayotolewa vijijini, lakini kuna nyumba salama ambazo zinatoa hifadhi kwa watoto ambao wanalazimishwa kukeketwa na wazazi wao kule. Wakishaelimishwa wanajua madhara, kwa hiyo wanajua sehemu gani wanaweza kwenda. Tunaona jinsi dawati la jinsia polisi linavyoshughulika, lakini kwa kushirikiana na maafisa ustawi katika wilaya zetu. Na niseme kuna mabadiliko makubwa. Zamani pia ilikuwa sio rahisi binti kukataa, wote lazima wakeketwe kwa nguvu. Unaona? Kwa hiyo naona kuna mabadiliko, na kitakwimu tayari zinaonesha mabadiliko jinsi yanavyoshuka. Yamepungua. Ukeketaji kwa mfano mkoa wa Mara umepungua. Huko nyuma ulikuwa huko juu sana. Ulianza 50 na ukaja 28, sasa hivi unashuka, unaendelea kushuka. Kwa hiyo mimi naweza nikaona mabadiliko. Ninaona wale waliokuwa wakifanya kazi hizo za kukeketa sasa hivi wameweka vifaa vyao chini, baadhi yao, na wameungana na wadau mbalimbali kutoa elimu kwenye jamii yetu. Nimeona baadhi ya wazee wa mila wakibadilika, wakiachana na hiyo mila na desturi ya ukeketaji. Tumeona waliokamatwa wakifanya vitendo hivyo kwa watoto wao wamechukuliwa hatua, kesi zimekwenda mahakamani, lakini pia wameweza kupata vifungo. Kuna wazazi walezi waliofungwa, lakini kuna maghariba waliokamatwa pia wamefungwa. Kwa hiyo mimi ninaweza nikaona mabadiliko makubwa sana katika eneo hilo. Robi, wewe umepitia madhira hayo. Najua ni muda mrefu umepita, lakini swala hilo uliweza kukabiliana nalo vipi? Ulipambana nalo vipi, athari zake kisaikolojia, lakini kama binadamu iliweza kukutesa na uliweza vipi kukabiliana nalo? Kwa mtu ambaye ndo anasikia kwa mara ya kwanza kuhusiana na kisa chako. Kwa kweli kisa changu kama ambavyo unajua, nilipitia hali hiyo, maana nilazimishwa kufanyiwa ukeketaji, japo nilijaribu kutafuta msaada kwa ndugu ili waweze kunisaidia, na hata kujaribu kutoroka kuelekea mjini nipate msaada, nikaishia katikati, nikashindwa, nilikosa mtu wa kunisaidia. Naona nilirudi, nilifanyiwa ukeketaji. Kwa kweli kwanza ilikuwa ni hali ngumu sana, maana nilitokwa damu nyingi mpaka nilipoteza fahamu masaa 4 mpaka 5, hali ambayo ilisababisha sherehe waliokuwa wameiandaa wakifurahia ikabadilika kuwa msiba. Wakaanza kulia na habari zikaanza kuendelea kijijini kwetu kwamba huyu Robi amepoteza maisha, amefariki. Lakini namshukuru Mungu niko hai. Pamoja na changamoto zote hizo, nilijiapiza kwamba sitapenda kuona watoto wa kike wakifanywa ukeketaji kama nilivyofanywa mimi. Na ndio maana nikaanzisha harakati, kuanzisha shirika, lakini pia kupambana na masuala ya ukeketaji na ukatili kwa ujumla, kwa kutoa elimu, lakini kuanzisha nyumba salama ili kutoa hifadhi kwa wale ambao wanapata shida, kama ambavyo ningekuwa mimi kipindi kile nyumba salama ingekuwepo, ningeenda na ningesaidiwa. Kwa hiyo siko nyumba salama, lakini pia tuna mikakati mingi tunayofanya. Kisaikolojia, kupambana kwa kweli iliniathiri sana, maana maumivu niliyoyapata siku hiyo nafanyiwa ukeketaji, nilisikia kama vile ubongo hapo juu ya utosi panafunguka. Nikafikiri pamefunguka, kitu kimetoka. Baadaye nikakaa na maumivu yale, nikapeleka mkono wangu pale kwenye utosi kama pametoboka, nikakuta pameziba bado. Kwa kweli yalikuwa maumivu makali sana. Kwanza yaliniathiri, ninahisi kwamba katika ubongo wangu kuna madhara fulani yaliyojitokeza kwenye akili. Lakini pamoja na kuishi na maumivu makali, nilifaulu kwenda sekondari. Nikawa naogopa, niliteseka sana kisaikolojia mwenyewe. Nilishindwa kwenda, nilikuwa naogopa kwenda hata kuambia walimu kwamba siwezi kukimbia mchaka, bado napata maumivu. Niliogopa, nikawa nateseka sana. Lakini baadaye nimekuwa mtu mzima, nimeolewa. Kiukweli naweza nikasema madhara yapo makubwa. Katika kujifungua, kovu lile upasuka, yani unaanza upya, ni kidonda, maana hapawezi kutanuka.
na unajua maumbile ya mwanamke yameumbwa kwa kutanuka, kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo napitia maumivu makali kama hayo, lakini pia naweza nikasema pamoja na hayo maumivu, yani mpaka sasa ninasikia maumivu pale nilipokatwa mimi, yani hata kupagusa hivi sihisi yani amani yoyote, nasikia maumivu. Na hali hiyo nimekuwa nayo, lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu hata wanasaikolojia sio rahisi kuwapata katika kipindi hicho, ili kuweza kunishauri labda kunikanseli kuniweka hivi. Lakini namshukuru Mungu kupitia kazi ambayo nimeanzisha kwa kuifanya, jinsi ninavyoona ninavyookoa hawa watoto wasifanyiwe ukeketaji, lakini pia kuwasaidia kuendelea na masomo yao ili wafikie ndoto zao. Kwa kweli inanitia nguvu kubwa sana, maana ninawaona tayari tuna mabalozi ambao wataendelea kusimama kukemea swala hili la ukeketaji. Lakini pia nina amani sana, kwa sababu nimeweza kupitia shughuli hii ya kusaidia watoto, zaidi ya watoto 4418 nimeweza kuwasaidia, ambao wamenusurika na ukeketaji, lakini pia wameendelea na ndoto zao ili waweze kuzifikia. Wako sasa hivi wameweza chuo kikuu, wako walioajiriwa, wako ambao bado wako chuo kikuu, wako high school, wengine wako sekondari kawaida, shule ya msingi, wengine vyuo vya kati, lakini wengine wameajiriwa baada ya kumaliza kozi fupi. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo ninapata amani, furaha yangu ni ile, na maumivu yangu yanapungua kadri ninavyoweza kuwasaidia hawa mabinti. Robi, pole sana, na nisingependa kukurudisha sana kwenye tafakari ya maumivu, lakini ningependa kufahamu, umesema kwamba umeolewa, na nilitaka kujua namna ambavyo mwenzi wako amekuwa akikusupport ama kukuelewa kulingana na hali yako ambayo uko nayo. Yeye ameweza kuwa faraja kiasi gani wakati akikuona ukipitia madhira kama hayo wakati wa kujifungua na mambo mengine? Sasa wakati ukijifungua, unajua hakuna mtu anakuuliza tuulizwi. Yaani wewe unaumia na maumivu yako kimya, na sijawahi kujadili naye kuhusu hilo jambo. Lakini katika shughuli ninazozifanya, ninaweza nikasema kumekuwa na changamoto sana. Wazee wa mila wakimuita na kumwambia, mwambie mke wako aache hiyo kazi, la sivyo atakufa. Kwa hiyo ndio hali halisi iliyokuwepo. Kwa hiyo sapoti kubwa kwa kweli haikuwepo, na maana amekuwa akinihusia sana kwamba niachane na hiyo kazi, na mimi kwa kiukweli moyoni sikuwa tayari. Kwa hiyo ilienda hivyo, na changamoto zingine, ile ndoa haikuweza kuendelea zaidi. Najua kuna jitihada nyingi ambazo unafanya kama hivyo, umesema kuwasaidia wanawake ama mabinti wengine ambao wanapitia madhira hayo. Unadhani elimu ambayo mnaitoa maeneo hayo inatosha kulingana na ukubwa wa tatizo? Mimi naweza nikasema mabadiliko katika masuala ya mila na desturi huenda taratibu, lakini elimu imetolewa ya kutosha. Hata wazee wa mila wanafahamu kabisa, na ndio maana tunaweza tukaona kwa mfano katika mazingira fulani, msimu wa ukeketaji unapofika, wamekuaga wakifanya sherehe kubwa na kukeketa mchana, lakini baadaye wakabadilisha wakakeketa usiku. Hapo unaweza kumuelewa kwa nini amebadilika. Sina maana amejua kitendo hiki ni ukiukwaji wa haki za binadamu, lakini pia ina maana kuna sheria, nikibainika ninaweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo wakabadilisha, wanaweka usiku. Japo amepata elimu, lakini sasa kubadilika ni jambo la pili, si ndio? Mabadiliko yana mitazamo. Kuna wanaobadilisha mitazamo, lakini kuna wengine bado wanaendelea kushikilia mitazamo. Na kila mtu anashikilia mtazamo wake kwa ajili ya jambo fulani, kwa ajili ya jambo analolitegemea yeye. Kwa mfano, kuna wazazi ambaye anaona hata ni heri amtoe mtoto wake shule, anamkeketa, lakini amtoe shule ili aolewe, kwa sababu amepewa ahadi na mzee Chacha anampa ng'ombe 10. Unaona, anamtoa na anajua yeye nikipata ng'ombe 10 nitanunua bati, nyumba yangu hii niliwezeka kwa nyasi nitawezeka kwa bati. Umecheki? Hapo uwezi ukamsema huyu mtu hajaelimika. Anajua kabisa elimu amepata, lakini je, amebadilisha mtazamo au ana faida yake anayoitaka kupitia kwa binti yake? Haya, tunakuja kwa wazee wa mila.
Wazee wa mila ndio wanaotoa maelekezo. Sasa tutakuwa tunafanya usiku. Kwa nini wafanye usiku kama ni shughuli ya kihalali? Haya, elimu wameipata, lakini hawataki kubadilisha mitazamo, kwa sababu wana faida wanayoitaka kuipata. Kwa mfano, katika kabla ukeketaji haujaanza, wazee wa mila hukaa vikao na kuchagua ngariba atakayekeketa. Wanamwambia apeleke vifaa vyao ili wavibariki, lakini akishapeleka wanapanga na gharama za kukeketa, kwamba kwa mfano mtoto mmoja utamkeketea 40,000, 20,000 ni yako ngariba, 20,000 ya kwetu wazee wa mila. Kwa hiyo unaona, na wao wanakuwa wako kibiashara zaidi, yani kutafuta uchumi. Kwa hiyo unaweza ukaona hili swala la ukeketaji limehama kutoka kwenye mila na desturi, sasa linaingia katika nini? Katika ishu ya kiuchumi, kwa sababu wanapata pesa, ndio maana wanaona ngumu kuiacha. Japo si biashara halali, hii ni sawa na kuuza madawa ya kulevya au bangi, wanatakiwa kuiacha na wanakiuka haki za binadamu. Ukitizama hivi, anayekeketwa ni mwanamke, na sisi ndio tunasimama tunasema tunapata maumivu na hiki kitu hatukitaki, lakini wazee wao wako baadhi ya wazee wanaendelea kukishikilia na kukikazania sana, kwa sababu ninaona ni ishu ya kiuchumi, na vile vinavyokatwa hakika hatupewagi. Vile vitu wanaviweka wenyewe wanajua. Wanaviuza, tunasikia vinachanganya na dawa huko, wanauzia watu, sijui vinasababisha. Ukiwa kwenye madini unapata adhabu sana, kwenye kuvua samaki unavua samaki nyingi, mashamba ukiweka unavuna mazao mengi. Sasa kuna vitu kama hivyo vinaendelea, kwa ina maana imesogea. Yani kuna vitu hapo, kuna viendesha, yani kuna vitu vinavyochochea, vichochezi vya ukeketaji. Ni swala la uchumi. Zamani walikuwa wanatuambia kwamba mwanamke anayekeketwa anakuwa na tabia nzuri, lakini sasa hivi tunashuhudia waliokeketwa ndoa nyingi zinavunjika huko vijijini. Na ndio lilikuwa swali langu Robi, kwamba wao kwa mujibu wao mnavyoenda kuwapa elimu, wao wanasema kwa nini wanaendelea kufanya vitendo hivyo? Umezungumza swala la uchumi au mila potofu, kwamba pengine wakichukua wanapeleka kwenye madini, labda watapata madini au wengine watavua. Lakini wao ukitoa sababu ya uchumi, kitu kingine kipi wanasema wao ndio kinawafanya wafanye hivyo? Wanasema hii ni mila na desturi yetu. Kwanza inamfanya mwanamke anakuwa na tabia nzuri. Tunawauliza swali, ndoa ngapi zinavunjika hapa vijijini siku hizi? Wanawake waliokeketwa tena wanaweza, uaminifu unakuwa kidogo. Mwanamke huyu anaweza kuwa na marafiki wa kiume wengine kule, 2, 3, kwa sababu anatafuta jinsi ya kutafuta ile kukidhi, yani kujiridhisha. Unaposema kwamba anakuwa na tabia nzuri, kwa maana wanaamini kwamba hawezi kumsaliti mwanaume wake anayekuwa naye akifanywa hivyo. Hawezi kumsaliti mwanaume wake, atakaa, atamsubiri mume wake, hata kama amesafiri kaenda safari ya mbali, atarudi na kukuta akiwa anamsubiri. Na hii wanaisemea kihistoria kwamba miaka hiyo 200 iliyopita, 2000 iliyopita, kwamba kulikuwa na vita zamani na wababa wengi walikuwa wakienda vitani. Wengine walivyorudi kutoka vitani walikuta wake zao wana mimba, maana vijijini pale walibaki wanaume walemavu na wenye magonjwa sugu. Kwa hiyo wakakuta wake zao wameweza kufanya mahusiano na wale wanaume, wengine wamepata watoto. Kwa hiyo wanaleta watoto wenye sikoseli kwenye familia au wenye ulemavu. Kwa hiyo wakaamua kuleta sasa swala la kukeketa, ili kuwafanya wanawake wawe wavumilivu, wasiwe na ile hamu ya kujamiana kwa haraka, wakiwasubiri waume zao kama wameenda vitani warudi. Tunawauliza wazee wa mila, vita sasa hivi hatuna, kwa nini hiki kitu kinaendelea? Lakini pia mbona tunaona hizi ndoa zinavunjika, badala ya kutengeneza ndio zinaharibika? Kwa sababu huyu mtu anakuwa aridhiki, sasa anatafuta naye kuridhishwa na watu wengine zaidi. Umeona? Kwa sababu wakati wa tendo hawezi kuamka kwa muda huo, wakati mwingine anamaliza ndio yeye sasa anaanza kusikia. Lakini huyu sasa ameshachoka, analala. Kwa hiyo huyu lazima aanze kutafuta ya kumsaidia ili akija naye anakuwa anajisikia sawa. Kwa hiyo kuna hicho. Lakini sababu nyingine wanasema pia kwamba ukikeketa inasaidia. Wameweka mila pale. Kwamba mwanamke aliyekeketwa anakamua maziwa, ng'ombe zinakuwa na afya nzuri, maziwa yanapatikana mengi. Hiyo ni sababu wanaweka pale. Lakini nyingine ni sababu za kufanya mitambiko. Macheki kwamba ni mitambiko. Damu ile inapodondoka inasafisha, inatengeneza mazingira salama. Unaona? Mazingira salama. Yani damu ikidondoka ina maana nchi inakuwa salama. Sijui unanielewa vizuri ninavyosema hivyo. Nimekuelewa.
Kwa hiyo wana sababu kama hizo, lakini wengine wazee wenye kufanya mitambiko mingi na wenye madawadawa hayo wanaambizana hawezi kuoa mwanamke ambaye hajakeketwa. Kwa hiyo anasema huyu mwanamke aliyekeketwa hata kama ni wa kwanza, mke wa kwanza, wa pili ndio anaweza kuoa, wanaoa tena kwenye familia ambazo hazikeketi. Na wamama tunapofanya kongamano jamii wanasema kabisa, wamama watu wazima, laiti ningekuwa binti mdogo sasa hivi nisingekubali kukeketwa, na hata watoto wangu wa kike nisingewakeketa, kwa sababu angalia, tumeolewa hawa waume zetu wanakwenda, tumeolewa sawa, wanaenda tena wanaoa wanawake ambao kutoka kwenye kabila ambazo hawakeketi, na inaonekana wale wanawake wanawapenda sana, sisi wanatutelekeza. Robi, wito wako sasa kwa baada ya kuona hayo yote na jitihada kubwa ambazo mnazifanya kama wadau ambao mnahakikisha kwamba hivi vitendo vyote vinaisha, wito wako kwa jamii hususan hizi za mijini ambazo story kama hizi wao wanaona kama ni story za kufikirika, una wito gani kwao, lakini pia hata kwa watu ambao wanaishi bado na kuamini katika desturi hizo ambazo zinaonekana kabisa kuwa na madhara kwenye jamii? Mimi nitoe wito kwamba jamii yetu, wazee wa mila, wazazi, walezi, baba zangu, mama zangu, wakubali kubadilisha mitazamo. Wakubali kubadilisha mitazamo. Hizi enzi za sasa zinahitaji mtoto wa kike asomeshwe, sio kumkeketa na kuolewa. Na tunajua kabisa ukeketaji ni uvunjifu wa haki za binadamu na ni ukiukwaji kabisa. Na wajue kabisa nchi yetu ya Tanzania ina sheria za kupinga ukeketaji. Na ndio maana hata sasa kuna huo mkakati wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji nchini Tanzania, ambao umekuwa sasa tukipita nao katika vijijini, katika ngazi ya chini kabisa, ili waweze kufahamu. Kwa hiyo ni waombe wabadilishe mitazamo, waachane na mila na desturi hii ambayo kwa kweli si nzuri kwetu sisi wanawake na si nzuri kwa watoto wa kike. Tumepoteza viongozi wengi sana, wengine wamefariki, wengine wameachishwa masomo wakaolewa, wengine wamepata changamoto za maambukizi na kadhalika. Kwa hiyo waachane na mila na desturi hii, kwa kweli imepitwa na wakati. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.